Hii ni simulizi ya kitabu cha Jasheri sura ya kwanza. Na kitabu hiki ni kitabu ambacho kinaelezea baadhi ya matukio ambayo hayakuelezewa kwenye Biblia. Basi tuanze sura hii ya kwanza. Na Mungu akasema, na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Naye Mungu akamuumba mwanadamu kwa mfano wake mwenyewe. Na Mungu akamfanya mwanadamu kutoka katika mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai puani mwake, naye akawa kiumbe hai mwenye uwezo wa kusema. Bwana Mungu akasema, si vema mwanadamu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Akachukua ubavu wake mmoja, akaufunika kwa nyama, akamfanya mwanamke kwa huo ubavu, akamleta kwa Adamu. Adamu akaamka kutoka usingizini na kumuona mwanamke amesimama mbele yake. Akasema, huyu sasa ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Ataitwa mwanamke kwa kuwa ametwaliwa kutoka kwa mwanaume. Adamu akamuita jina lake Hawa, kwa maana ndiye mama wa wote walio hai. Mungu akawabariki na kuwaita majina yao Adamu na Hawa siku ile aliyowaumba. Bwana Mungu akasema, zaeni mkaongezeke, mujaze dunia. Bwana Mungu akawachukua Adamu na mke wake, akawaweka katika bustani ya Edeni ili waitunze na kuilima. Akawaamuru akisema, kila mti wa bustani mnaweza kula, lakini mti wa ujuzi wa mema na mabaya msile, maana siku mtakapoula hakika mtakufa. Baada ya kuwabariki na kuwaamuru, akaondoka kwao, na Adamu pamoja na mke wake wakakaa katika bustani ya Edeni kulingana na amri ya Bwana Mungu. Na nyoka ambaye Mungu alikuwa amemuumba pamoja nao duniani akaja kuwashawishi wavunje amri ya Mungu aliyowaamuru. Nyoka akamdanganya na kumshawishi mwanamke ale kutoka katika mti wa ujuzi. Mwanamke akasikiliza sauti ya nyoka, akavunja neno la Mungu, akachukua matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, akala, akampa na mumewe, naye akala. Adamu na mke wake wakavunja amri ya Mungu aliyowaamuru. Mungu akajua, ghadhabu yake ikawaka juu yao, akawalaani. Bwana Mungu akawafukuza siku hiyo kutoka bustani ya Edeni ili waifanye kazi ardhi waliotwaliwa kutoka humo. Wakakaa mashariki mwa bustani. Adamu akamjua mke wake Hawa, naye akazaa wana wawili na mabinti watatu. Hawa akamuita jina la mzaliwa wake wa kwanza Kaini, akisema, nimepata mtu kwa msaada wa Bwana. Na wa pili akamuita Abeli, akisema, kwa ubatili tulikuja duniani na kwa ubatili tutachukuliwa. Wavulana wakakua, baba yao akawapa mali katika nchi. Kaini akawa mkulima wa ardhi na Abeli akawa mchungaji wa kondoo. Baada ya siku kadhaa, wakaleta sadaka kwa Bwana. Kaini akaleta mazao ya ardhi na Abeli akaleta wazaliwa wa kwanza wa mifugo yake pamoja na mafuta yake. Mungu akampendelea Abeli na sadaka yake, na moto ukashuka kutoka mbinguni na kuiteketeza. Kwa Kaini na sadaka yake, Bwana hakuiangalia wala hakuipendelea, kwa maana alikuwa ameleta matunda duni ya ardhi mbele za Bwana. Kaini akamwonea wivu ndugu yake Abeli, kwa sababu hiyo akatafuta nafasi ya kumuua. Baada ya muda, Kaini na ndugu yake Abeli walikwenda shambani kufanya kazi. Wote wawili walikuwa shambani, Kaini akilima na kulima ardhi yake na Abeli akichunga mifugo yake. Mifugo ilipita katika sehemu ile ambayo Kaini alikuwa amelima. Jambo hilo likamchukiza Kaini. Kaini akamkaribia ndugu yake Abeli kwa hasira, akamwambia, kuna nini kati yangu na wewe hata uje kukaa na kulisha mifugo yako katika nchi yangu? Abeli akamjibu Kaini ndugu yake akasema,
kuna nini kati yangu na wewe hata ule nyama ya mifugo yangu na ujivike sufu yake? Basi sasa, ondoa sufu ya kondoo wangu uliojivika na unirudishie malipo kwa matunda na nyama ulioila. Ukifanya hivyo, nitaondoka katika nchi yako kama ulivyosema. Kaini akamwambia ndugu yake Abeli, hakika nikuue leo. Ni nani atakayehitaji damu yako kutoka kwangu? Abeli akamjibu Kaini akisema, hakika Mungu aliyetuumba duniani atanitetea, naye atadai damu yangu kutoka kwako, wewe utakayeniua, kwa maana Bwana ndiye hakimu na mwamuzi, naye atalipa kila mtu sawasawa na uovu wake, na mtu mwovu kulingana na uovu alioufanya duniani. Na sasa, ukiniua hapa, hakika Mungu anayajua mawazo yako ya siri, naye atakuhukumu kwa uovu ulioutangaza mbele yangu leo. Kaini aliposikia maneno aliyosema Abeli ndugu yake, ghadhabu yake ikawaka zaidi juu yake kwa sababu ya maneno hayo. Kaini akafanya haraka, akainuka, akachukua chombo cha chuma cha kulimia, akampiga ghafla ndugu yake, akamuua. Damu ya Abeli ikamwagika juu ya nchi, na damu yake ikatiririka mbele ya mifugo. Baada ya hayo, Kaini akatubu kwa kumuua ndugu yake, akahuzunika sana, akamlilia na kujilaumu mno. Kaini akainuka, akaenda akachimba shimo shambani, akaweka mwili wa ndugu yake humo, akaufunika kwa udongo. Bwana akajua kile alichofanya Kaini kwa ndugu yake. Akamtokea Kaini na kumwambia, yuko wapi Abeli ndugu yako aliyekuwa pamoja nawe? Kaini akasema, sijui. Je, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Bwana akamwambia, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka ardhini, mahali pale ulipomuua. Kwa kuwa umemuua ndugu yako na ukajaribu kunificha jambo hilo, ukadhani moyoni wako kwamba sikuona wala sikujua matendo yako yote. Lakini umefanya jambo hili na kumuua ndugu yako bure, kwa sababu alizungumza kwa haki kwako. Basi sasa umelaaniwa kutoka katika ardhi iliyofungua kinywa chake kuipokea damu ya ndugu yako kutoka mkononi mwako na mahali ulipomzika. Itakuwa kwamba utakapoilima ardhi, haitakupa tena nguvu yake kama hapo mwanzo. Miiba na magugu itazaa, nawe utakuwa mtu wa kuhamahama na kutangatanga duniani hata siku ya kufa kwako. Wakati huo Kaini akaondoka mbele za Bwana kutoka mahali alipokuwa, akaenda kuishi kwa kutangatanga katika nchi iliyo upande wa mashariki ya Edeni, yeye na vyote vilivyokuwa vyake. Kaini akamjua mke wake katika siku zile, naye akapata mimba, akazaa mwana, akamwita jina lake Henoko, akisema, wakati huo Bwana alianza kunipa pumziko na utulivu duniani. Na wakati huo Kaini akaanza pia kujenga mji, akaujenga mji huo na kuuita kwa jina la mwanawe Henoko, kwa maana siku hizo Bwana alikuwa amempa pumziko duniani, wana hakutangatanga tena kama hapo mwanzo. Iradi akazaliwa kwa Henoko, na Iradi akamzaa Mehuyaeli, na Mehuyaeli akamzaa Methusela,